Ndugu zangu wa Tanzania, jana nimeona ofisi ya msajili imeandikia Chadema juu ya wanataka wajieleze kwa mambo ambayo wametamka Chadema, kwamba tuhuma au maneno waliowatamka Chadema. Na katika barua ile ukiona, ambayo ina kurasa 4, nimejaribu kuisoma, ina mambo mengi. Kwanza inahoji mambo mengi, kwamba Chadema wametoa maneno shutuma kwamba Samia ni mtawala ambaye amejisimika, ni mtawala wa kimabavu. Na mimi nikawa nawaza kwamba hivi kiongozi anayetawala kimabavu ni upi? Na nikarejea kwenye maandiko mbalimbali, nikaona kwamba yani kiongozi au serikali inayoitwa ni serikali ya mabavu ni serikali ambayo haifati misingi ya katiba na sheria. Ukiona serikali haifati misingi ya katiba iliyowekwa, misingi ya sheria ilizowekwa, uwe na hakika kwamba hiyo haihitaji rocket science, hiyo direct ni serikali ya mabavu au serikali ya kidikteta. Je, swali la kujiuliza, serikali tulionayo na viongozi hawa tulionao, je, ni viongozi ambao sio viongozi wa mabavu? Kwa sababu tungekuwa na viongozi yani serikali hii isingekuwa ni serikali ya mabavu, isingeweza kushughulika na Watanzania wanaotoa maoni yao, kuwakamata, kuwafunga na kuwapiga risasi, kisa tu wanakosoa utendaji wao wa kazi, kisa tu wanakosoa uporaji wa rasilimali, kisa tu wanakosoa utekaji katika nchi. Tumeshuhudia watu wengi wakifikwa na mambo mengi tu wanapokuwa wanagusa, wanapozungumzia kuhusu mfano kama mikataba ya makaa ya mawe, mikataba ya bandari, mikataba mbalimbali ambayo imesainiwa, wamekuwa wakitishwa na kuambiwa maneno makali sana. Eti hoja ni kwamba ukikosoa mambo hayo una adhabu yako ni kufungwa na kufunguliwa kesi za uhaini. Tumeona sasa wanazungumza katika barua yao, wanahoji kwamba Chadema wamezungumza hayo, na mimi nikawa nawaza kwamba je, serikali hii ni serikali ya kidemokrasia au ni serikali ya mabavu? Kwa sababu serikali ya mabavu elementi zake ni hizo. Lakini vile vile Chadema wamezungumza kwamba pale haki za kidemokrasia zinapovunjwa husababisha umma kutafuta njia nyingine ya kutetea haki zao. Sasa hii maana yake ni kwamba demokrasia ndani ya nchi, ukumbuke nchi yetu hii ni nchi, kwa mujibu wa ibara ya 3, ni nchi ya kidemokrasia na inayofuata misingi ya kisheria. Kwa maana kwamba ukisoma tu Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa isiyokuwa na dini, yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Nchi hii inatakiwa ifate ya kidemokrasia, lakini ina mfumo wa vyama vingi vya siasa. Lakini ukitazama kwa kina sana, ni kama vile nchi hii ina chama kimoja chenye nguvu, na vyama vingine hivi vikiibuka viwe na nguvu ya kugain popularity, vinazimwa kwa kutumia polisi, kwa kutumia vyombo vya dola. Kwa mfano kama msajili wa vyama vya siasa, tume ya uchaguzi, vitu kama hivyo. Na by the way, hata ile ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imekuwa ikitumika sana na vyombo na serikali kuzimisha ndoto za vyama vyetu vya siasa katika nchi. Lakini Chadema wamezungumza kwamba CCM na serikali yake inaposigina haki na kuamrisha kufuata sheria, yani inaposigina haki za watu, kuamrisha kufuata sheria ni kuchochea chuki na hasira kwa umma. Ni kweli kwamba wanaposigina, yani watawala wanapokuwa wanasigina sheria, wanapokuwa wanasigina katiba,
maana yake unaamsha chuki na hasira yani kwa umma kutafuta njia nyingine ya kujitetea, tukijua kwamba nchi hii sio nchi ya kifalme. Nchi hii sio nchi, ni nchi ya kidemokrasia. Kwa hiyo kama ni nchi ya kidemokrasia, na wananchi wamepewa haki hiyo ya kutafuta na kupigania haki zao kwa mujibu wa katiba, si ndio? Wanaweza sasa kutafuta njia zao kwa njia nyingine. Lakini wanazungumza kwamba Chadema wanazungumza kuapishwa kwa nguvu za kijeshi, kuapishwa kwa nguvu. Kwani uongo? Rais aliapishwa kwa nguvu za kijeshi, kwani uongo? Kwani aliapishwa wapi? Kwa sababu angeapishwa wangeiga hata kwa Yoweri Museveni. Yoweri Museveni yeye ameapishwa na wananchi wake wa Uganda wakifurahia uchaguzi wake, hata kama kuna mazonge mengi, lakini wananchi wameshiriki uapisho wa rais wao. Hata kama kuna mazonge mengi katika uchaguzi ule, sawa, lakini wananchi angalau wamepata fursa ya kushiriki kuapishwa kwa rais wao. Sasa rais wa Tanzania aliapishwa, wananchi hawakushiriki katika uapisho wake. Kwa hiyo hata tukisema kwamba rais hakuapishwa, tunaweza tukakubali, kwa sababu sisi wa Tanzania hatukushiriki wa Tanzania kuona rais jinsi anavyoapishwa. Ameapishwa wapi? Hatujui. Nani anayejua kwamba aliapishwa wapi? Ni hao viongozi ndio wanaojua kwamba aliapishwa wapi. Kwa hiyo wanaposema kwamba ni rais ambaye aliapishwa kwa nguvu, nawezekana ni kweli kwamba aliapishwa kwa nguvu, lakini wanazungumza pia, wanahoja walizungumza kwamba sisi Samia na CCM ndo watuhumiwa namba 1 wa mauaji ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025 kwa mujibu wa ibara ya 148. Sasa nyinyi mtaona ni nani ambaye anatakiwa kuwa responsible. Ibara ya 148, ibara namba 148 kifungu cha ibara inasema hivi: bila kuathiri masharti yatakayowekwa na sheria yoyote iliyotungwa na Bunge, miongoni mwa madaraka ya rais akiwa kama amri jeshi mkuu ni kuyaamuru majeshi ya nchi yatende mambo yanayohusika na vita vya ulinzi wa Jamhuri ya Muungano, mambo ya kuokoa maisha na mali ya watu katika hali ya hatari na mambo mengineyo ambayo amri jeshi mkuu ataona yanahitajika, na kwa ajili hiyo amiri jeshi mkuu aweza kuyaamuru hayo majeshi yatende mambo hayo ama ndani ya nchi au nje ya Tanzania. Ibara ya pili inasema hivi, ibara ya pili inasema bila kuathiri masharti yatakayowekwa na sheria iliyotungwa na Bunge, madaraka juu ya mambo yafuatayo yatakuwa mkononi mwa amiri jeshi mkuu: 1, madaraka ya kuwateua viongozi katika majeshi ya ulinzi wa Jamhuri ya Muungano, madaraka ya kuwateua watu watakaojiunga na majeshi ya ulinzi na madaraka ya kuwaondoa jeshini wanajeshi, madaraka ya kuwateua wanajeshi watakaoongoza vikosi mbalimbali vya majeshi ya ulinzi. Sasa kulikuwa na vikosi vilivyokuwa vinaendeshwa katika kipindi cha uchaguzi, kweli si kweli? Tuliona vikosi. Kwa hivyo vikosi, kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba yetu, hivyo vikosi haviwezi kuteuliwa na mtu mwingine isipokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hapa vyama vya siasa, msajili anasemaje sasa? Hao watu 518 waliouawa, wameuawa kupitia nini? Bunduki zilizotumika, nani aliyeamuru kupiga watu, kuua wananchi? Hilo ndio swali la kujiuliza kwa msajili wa vyama vya siasa. Lakini mimi nataka niwarudishe nyuma kidogo. Majukumu, cha kwanza kabisa, majukumu ya ofisi ya vyama vya siasa, msajili wa vyama vya siasa ni kwamba kwanza kusajili na kufuatilia utendaji wa vyama vya siasa kwa mujibu wa sheria.
yani anasajili na kufuatilia utendaji wa vyama vya siasa kwa mujibu wa sheria. Je, msajili wa vyama vya siasa unafuatilia kwa umakini kabisa utekelezaji na utendaji wa Chama cha Mapinduzi? Tuwe fair tu, tukuulize wewe msajili wa vyama vya siasa, je, unafuatilia kabisa kwa kina utekelezaji na utendaji wa Chama cha Mapinduzi? Kwa sababu ndani ya Chama cha Mapinduzi kuna viongozi wa taasisi ndani ya Chama cha Mapinduzi wameshawahi kuzungumza maneno makali kwamba mara tukiwateka tukiwapoteza msiwatafute. Kiongozi huyu anazungumza mbele ya kamera. Je, msajili wa vyama vya siasa ulichukua hatua gani kwa dhidi ya CCM na viongozi hao waliozungumza mambo kama haya? Halafu bahati mbaya zaidi, kiongozi kama huyu anazungumza, halafu inatokea watu wanaanza kupigwa risasi, watu wanaanza kutekwa, watu wanaanza kupotea. Kwa mujibu wa taarifa ya Chande, zaidi ya watu 758 wametekwa, wamepotea katika nchi hii, na watu 400 karibia 445 hawa watu hawajapatikana, hawajulikani waliko. Je, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wamechukua hatua gani dhidi ya hiki Chama cha Mapinduzi? Kama sio biasness ni nini? Kwa sababu hilo ni jukumu lako kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa ibara mbili, jukumu la pili, kuratibu shughuli za baraza la vyama vya siasa. Kuratibu shughuli za baraza la vyama vya siasa. Kwa mujibu wa taarifa ya Warioba juzi, vyama vya siasa walikuwa nini ile TCD, ile baraza la vyama vya siasa walitaka kufanya kongamano, wajadili juu ya mustakabali, juu ya habari ya hii habari ya ripoti ya Chande ya tume. Lakini cha ajabu, kwa mujibu wa maelezo ya Warioba, walizuiwa na serikali, na siamini kwamba serikali ipi ambayo inaweza ikawazuia. Inawezekana wewe ni msajili wa vyama vya siasa, labda wewe kwa sababu wewe ni organ unaohusika na mambo ya vyama vya siasa, automatically utakuwa ni wewe uliowazuia. Je, kazi yako unafanya ipasavyo? Majukumu yako unatekeleza sawa sawa? Au hii ni ofisi ambayo inatumika kwa ajili ya kuzoofisha vyama vya siasa? Lakini vile vile ofisi ya vyama vya siasa kazi yake ni kufuatilia mapato na matumizi ya vyama vya siasa. Ni kweli? Je, ofisi ya vyama vya siasa mnafuatilia mapato ya Chama cha Mapinduzi? Mapato na matumizi ya Chama cha Mapinduzi mnafuatilia? Kama mfuatilii, mna lengo gani? Mnatimiza wajibu wenu? Na kama mtimizi wajibu wenu, mnatakiwa kufanywa nini? Lakini vile vile ofisi ya vyama vya siasa ni kugawa na kufuatilia matumizi ya fedha za ruzuku kwa vyama vya siasa vyenye sifa. Kugawa na kufuatilia. Lakini Chadema walinyimwa. Na nikuulize wewe sasa, msajili wa vyama vya siasa, ulishawahi kufuatilia properly kabisa ile proper supervision ya fedha zinazogawiwa kutoka kwenye vyama kwa msajili kwenda kwa Chama cha Mapinduzi zinavyotumika, zinatumikaje? Ulishawahi kutoa taarifa yoyote juu ya matumizi ya Chama cha Mapinduzi, pesa zao wanatumiaje? Hiyo ndio swala la kujiuliza. Mimi nazungumza haya kama mwananchi wa kawaida. Lakini vile vile msajili wa vyama vya siasa kazi yake pia ni kutoa elimu ya uraia kuhusu sheria zinazosimamiwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na mafunzo na mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. Je, elimu ya watu, niambieni kwamba ni platform gani nyinyi wa Tanzania mnaelewa kwamba hii ofisi ya vyama vya siasa inatumika kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi? Ni ipi? Hebu tuambieni. Huyu msajili wa vyama vya siasa
anatumika, yani ni elimu gani ambayo anaitoa kwa umma kama sio vitisho, kama sio kuhasi vyama tu na watu? Anatoa elimu ipi? Hebu tuambieni, huyu msajili wa vyama vya siasa. Hayo ndio maswali. Lakini kazi nyingine ni kuratibu elimu ya uraia inayotolewa na vyama vya siasa. Niambieni, ni elimu amefuatilia vipi unanili elimu inayotolewa na vyama vya siasa? Kwa sababu kazi ya vyama vya siasa vile vile ni kueneza sera zao, kwamba kama ni CCM kueleza sera za CCM ni sera za CCM zinajulikana, kwamba CCM ni chama cha ujamaa. Je, alishawahi kufuatilia katika sera za CCM jinsi wanavyonadi sera zao katika majukwaa? Mbona tunaona baadhi ya viongozi wanatukana ndani ya CCM, wanatukana, wanatweza kinyume na sheria ya Chama cha Mapinduzi, kinyume na katiba ya Chama cha Mapinduzi, lakini kinyume vile vile na sheria ya vyama vya siasa. Amechukua hatua gani dhidi ya viongozi wanaotumia kauli za ajabu ndani ya Chama cha Mapinduzi? Nani huyu msajili amechukua hatua gani dhidi yao? Kwa hiyo ina maana kwamba, kwa sababu maana yake msajili wa ofisi ya msajili imeweka mfukoni na Chama cha Mapinduzi. Lakini vile vile kufanya utafiti kuhusu masuala ya siasa na demokrasia ya vyama vingi. Tuambieni nyinyi msajili wa vyama vya siasa, wewe umefanya utafiti vipi? Uko wapi mpaka ukaja nao katika nchi hii kuona nchi zingine zinavyo practice katika mifumo yao ya kidemokrasia? Nchi ya Kenya tu hapa watu wanaweza wanajibishana kwa hoja nzito na kwa mambo makubwa, lakini uwezi ukakuta kiongozi anazungumzia hayo anawekwa ndani, hakuna. Lakini Tanzania kwa nini? Je, mlishawahi kujifunza kwenye mataifa mengine yanayo practice mfumo wa vyama vingi vya siasa, wao wanafanyaje? Au mnaiga kwa Putin? Putin sio hana mfumo wa vyama vingi vya siasa, huyo ni dikteta. Lakini vile vile kuwa kiungo kati ya serikali na vyama vya siasa. Sasa wewe nani msajili? Yani wewe kazi yako pia ni kuwa kiungo wa serikali na vyama vya siasa, lakini wewe umekuwa ni ukuta mkubwa sana kati ya vyama vya siasa na serikali, kwa sababu wewe kwa lugha nyingine, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inaeneza chuki kwa Watanzania kubwa sana. Mfano mzuri ninao, mwaka jana mimi niliandika barua juu ya uteuzi ndani ya Chama cha Mapinduzi kwamba ulikuwa haukufuata misingi ya katiba na sheria za chama na kanuni za chama. Wewe hilo ukanijibu, ukaniambia kwamba hilo jambo huwezi ukalijibu kwa sababu liko mahakamani, of which ulikuwa unajua kabisa kwamba kesi iliyokuwa imefunguliwa mahakamani ilikuwa imeshaamuliwa. Maana yake ulikwepa wajibu wako kwa ajili ya kuifavor CCM, si ni kweli? Sasa wewe utakuwa na integrity gani sasa? Na unajaribu kuhoji tu masuala ya msingi, lakini vile vile kazi ya msajili ni kuishauri serikali kuhusu masuala yanayohusu vyama vya siasa. Vyama vya siasa katika nchi hii vina matatizo mengi, vinahitaji mambo, zinatakiwa zitatuliwe. Watu wanahitaji kupiga kazi, wanatakiwa waende kwenye operation zao, watangaze sera zao katika vyama. Lakini kila wakijaribu kufanya, na huwezi ukaeneza sera zako katika wananchi bila kuwa na uhuru kamili wa kidemokrasia, kwamba lazima unapokuwa unaenda ili kusudi upate uungwaji, kuna mambo ambayo utayaongea kwa wananchi. Kwa mfano juu ya ufisadi unaoendelea katika nchi, mfano kama ripoti ya CAG inawataja watu wengi, halafu badala ya kuchukuliwa hatua wale watu wanaambiwa tuandae tena la ripoti nyingine tuwazomee. Sasa mambo kama haya mtu anapoingia kwenye jukwaa anayazungumza, lengo la kufanya hivyo pia ni afya kwa nchi. Wewe huelewi tu, wewe msajili wa vyama vya siasa, inawezekana hujui siasa, lakini yani mnatakiwa mjifunze kwa nani John Tendwa.
John Tendwa alipoteuliwa mwaka 2001 alifanya angalau, wewe 2001 aliteuliwa John Tendwa akavilea, yani kozi ya kwanza pia ni mlezi wa vyama vya siasa. John Tendwa alikuwa na vilea vyama vya siasa, na ndio maana hata kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wabunge walikuwa wanachaguliwa kwa wingi. Na mara ya mwisho 2005 yani 2010 walikuja wengi, na alikuwa na projection kwamba mpaka 2015 tutakuwa na yani kwa grafu mnayoiona jinsi inavyovilea vyama hivi, tunahitaji kuwa na competition, ile competition of argument, hoja, watu washindane kwa hoja na sera, kwamba wewe unaamini katika ubepari, wewe unaamini katika ujamaa, shindanisheni sera sasa zenu, sio kupigana risasi, sio kufungiana. Sasa leo CCM imegeuka tena kuwa yani, na Mwalimu Nyerere alisema, by the way, sio leo. Mwalimu Nyerere mwaka 1985 alipokuwa mwenyekiti, alipostafu urais, alikuwa mwenyekiti, akazunguka nchi nzima kuanza kuangalia kufufua kuangalia uhai wa chama, akakuta chama kimelala, na akazungumza kwamba CCM sasa imelala. Badala ya kutegemea sera, inategemea ujanja wa kutunga sheria itakayowafeva. Badala ya kutegemea sera, inategemea vyombo vya dola ili kusudi viwasaidie CCM. Ni kama CCM ni kama imekufa kwenye mioyo ya Watanzania. Kwa nini? Ni kwa sababu imeondoka sasa, haisikilizi matatizo ya Watanzania, na kama haiwezi kutatua changamoto za Watanzania, automatically Watanzania hawa wataikataa CCM. Sasa hawa wenzenu wanaenda kuwasikiliza Watanzania changamoto zao, na nikwambie ni ukweli, hakuna mtu ambaye, yani mtu ile kitendo tu cha kuenda kumsikiliza, hata usipotatua changamoto yake, lakini anapata relief moyoni, anakuamini wewe. Hilo CCM limewashinda, na limewashinda kwa sababu ya kiburi, limewashinda kwa sababu ya tamaa za madaraka, limewashinda kwa sababu ya ufisadi na upolaji wa rasilimali. Hiyo ndio tatizo kubwa. Mwalimu Nyerere anazungumza katika kitabu chake cha utekelezaji wa ufufuaji wa chama mwaka 85, anazungumza haya mambo. 86 anazungumza haya mambo. Unaweza ukaona kwamba kumbe tatizo ni kwamba serikali isipokuwa na watu wa kuitazama na kuihoji, serikali yenyewe inalala kabisa. Chama kisipokuwa na watu wa kushindana nacho, hiki Chama cha Mapinduzi kinalala kabisa, na rasilimali za nchi zitakuwa kwenye hatari kubwa ya kupolwa na kundi dogo la wahuni. Sijajua kama mnanielewa. Lakini vile vile huyu msajili wa vyama vya siasa mwaka 2016 alimrejesha Lipumba ambaye alikuwa amejihuzuru kwenye uongozi wa chama 2015. Akakimbia mapambano ya uchaguzi 2015 Lipumba huyu, na alivyorudi Lipumba huyu akarejeshwa kwamba bwana, na msajili wa vyama vya siasa akamtambua, ndio akachochea mgogoro mkubwa sana kati ya Maalim Seif pamoja na Ibrahim Lipumba, na kafu mwisho wa siku ikafa. Na hiyo sasa ndio furaha yake huyo msajili wa vyama vya siasa, kwa sababu angekuwa mlezi, angefuata misingi ile ya kisheria kwamba huyu ameshajihuzuru tena hadharani mbele ya vyombo vya habari. Tanzania inajua na yeye anajua, lakini kwa sababu ni mtu wake, labda waliona kwamba huyu mtu anaweza kutusaidia, akaondolewa Lipumba, akarudishwa pale, na kafu ikafa. Na mtakumbuka kafu ilikuwa katika hali ngumu, ilikuwa katika hali ambayo imesimamia demokrasia, yani imesimamia haki. Kipindi hicho iko kwenye piki, imeungana na Chadema wakatengeneza ukawa yao, iko katika hivi, iko hoti. Lakini baadaye Lipumba akaja kuivuruga kabisa, umeona. Kwa hiyo lakini hata ukiangalia vile vile mwaka 2022 NCCR Mageuzi, msajili huyu akawa ni kichocheo kikubwa cha kuivuruga NCCR Mageuzi, akamuondoa James Mbatia
kwenye mwenyekiti wa chama, akaleta vibaraka wake akina 30. Alipoimaliza tayari msajili yeye anapepea. Kwa hiyo ina maana kwamba hata ukiangalia hata 2025 mgombea wa ACT Wazalendo aliwekewa pingamizi na huyu msajili wa vyama vya siasa ili aondolewe kwenye kugombea. Sasa huyu msajili wa vyama vya siasa unafikiri ana integrity gani? Wana integrity gani sasa ya kuisaidia nchi? Hakuna. Maana yake ni kwamba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatumika kwa ajili ya kuharibu haki za Watanzania na kuharibu misingi ya demokrasia ndani ya nchi yetu. Ni ukweli ambao uko wazi. Hivi kwa mfano nikuulize, kwa sababu kwa mfano kama kwa mujibu wa sheria, msajili wa vyama vya siasa yeye kazi yake pia ni kuangalia gharama za vyama vya siasa, mfano kama utekelezaji wa gharama. Mwaka jana muulize msajili wa vyama vya siasa awaambie kwamba CCM mwaka jana walitumia shilingi ngapi? Shilingi ngapi walizozitumia kwa ajili ya kufanya kampeni katika 2025? Muulize. Kwa sababu tulikuwa tunaona watu wanasombwa na malori, wanasombwa na mabasi, wanatumia misafara mingi, watu wanaenda kwenye vikao. Maana yake hawa watu walikuwa wanasombwa kwa gharama kubwa. Fedha nyingi zilikuwa zinatumika. Tuambieni kwamba ni pesa kiasi gani zilizotumika kwa ajili ya kuwafanya ya kampeni hizi. Kama mnaweza mkodi kwa mfano kama uwanja pale Kawe siku wanapozundua na kampeni, zaidi ya magari 60 yanatoka Arusha, mengine 70 yanatoka Mwanza, mengine yalitoka, yani almost kama magari 100 na kitu, yani karibia 200 yalikuja nileta watu pale. Je, niambieni hizo gharama zilizotumika pale siku ya uzinduzi wa kampeni ya mgombea wa CCM ni pesa nyingi kiasi gani? Na hizo pesa je, msajili anazijua? Kama ana uwezo kabisa wa kusimamia gharama za ndani ya vyama vya siasa, je, anaweza kuenda kukagua gharama za pesa nyingi kiasi gani zilitumika katika uchaguzi wa 2025 ndani ya CCM? Sasa kwa hiyo ina maana kwamba uaminifu wa ofisi ya vyama vya siasa ni ofisi inayotumika kwa ajili ya kupendelea. Lakini mwisho mimi nataka nizungumze mambo machache. Ofisi ya vyama vya siasa inatakiwa ijitathmini, ijikague na ichukue hatua thabiti. Kitendo cha kuplani kuifungia Chadema na kuifuta Chadema ni attempt ya muda mrefu. Nilishaisema muda mrefu. Mtaleta disaster kubwa sana. Mtakosea pakubwa sana. Na hata huyu aliyeko nyuma yenu anayewapush ili kusudi mfanye hayo mambo, mnatengeneza mauaji zaidi ya tarehe 20 na tarehe 29. Mtaiwasha nchi hii. Msifanye hivyo, kwa sababu nchi hii ni kubwa zaidi kuliko mtu. Nchi hii ni kubwa zaidi kuliko chama. Kwa hayo machache ninasema asanteni sana kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Kijana Mzalendo. Namba ya simu 0685 44 63 43.